Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kwa kushirikiana na mamlaka ya maabara ya mkemia mkuu wa serikali pamoja na mamlaka ya mapato Tanzania mwezi Aprili 2026 ilifanya operation maalum jijini Dar es Salaam na kufanikiwa kukamata jumla ya lita 66,048 za kemikali bashirifu zilizoingizwa nchini kinyume na taratibu za kisheria. Kemikali zilizokamatwa ni cyclohexanone zenye ujazo wa lita 16,048 pamoja na extra neutral alcohol zenye ujazo wa lita 50,000. Aidha, magari mawili yalihusika katika usafirishaji wa kemikali hizo yanashikiliwa na watuhumiwa wawili wamekamatwa kuhusiana na tukio hilo. Kutokana na udhibiti wa dawa za kulevya kuimarika duniani, mitandao ya kihalifu imekuwa ikitumia kemikali bashirifu kuzalisha dawa za kulevya katika maabara bubu. Kemikali hizo ni halali kwa matumizi mbalimbali ya viwandani, kitabibu, kilimo, ujenzi, madini pamoja na tafiti za kisayansi. Lakini wahalifu huzitumia vibaya kwa kuzichepusha kutoka katika matumizi halali na kuzitumia kutengeneza dawa za kulevya. Hali hiyo imeongeza changamoto katika mapambano dhidi ya dawa za kulevya duniani na kuifanya nchi yetu kuendelea kuimarisha mifumo ya udhibiti wa kemikali bashirifu ili kuzuia uchepushaji wake katika matumizi haramu. Uchunguzi uliofanyika umebaini kuwa kemikali aina ya cyclohexanone ziliingizwa nchini na kampuni ya King Lion Investment Company Limited kinyume na matakwa ya mifumo ya udhibiti ikiwemo kibali kutoka mamlaka husika. Kwa upande mwingine, kemikali ya aina extra neutral alcohol zilikuwa zinasafirishwa kwa kutumia magari yanayotumika kubeba mafuta aina ya petroli yaliyoandikwa Danger Petroleum 3YE 1203 aina ya Scania kwa kutumia vibali vya kugushi. Magari hayo yalikuwa yakibeba kemikali kutoka kampuni ya Maraline Group Company Limited iliyopo Kibaha, mkoa wa Pwani. Katika operesheni hiyo, mamlaka ilimkamata Bakari Abeli Zakaria mwenye umri wa miaka 44, mkazi wa Dar es Salaam, dereva wa gari namba T 794 BMB lenye tela tenki namba T 166 AHW lililokuwa limebeba lita 30,000 za kemikali hizo.